Ni siku ya Jumamosi ambapo asubuhi ya leo mtazamaji wangu ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani? Ni matumaini yangu ya kwamba Mwenyezi Mungu ameweza na kukubariki. Usiku wako ulikuwa ni wa baraka na umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu maana ameweza na kukubariki na uhai kwa siku ya leo. Hivyo basi ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka ili tukaendelea na kubarikiwa pamoja kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaenda kuletewa na mtumishi wake ambaye ni Reverend Francis Namu kutoka kanisa la ABC Changoma iko katika uongozi wa Mboni Pastorate. Karibuni sana kwa siku ya leo ili tukaweze na kubarikiwa pamoja kupitia hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Karibu. Ujambo mtazamaji, asubuhi ya leo ni asubuhi nyingine ambayo Mungu ametupa akiwa na mpango ndani ya maisha yetu. Tunapaswa kumshukuru Mungu kwa hii nafasi. Kwa hivyo kabla sijaendelea na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, hujambo. Karibu katika neno la Mungu asubuhi ya leo. Ningependa tukaweze kumshukuru Mungu. Mungu tunasema ni asante kwa nafasi nzuri ya asubuhi ya leo, asubuhi nzuri ambayo umetupa na pia ukatupa nafasi ya kuwa hai siku ya leo. Asante Mungu. Na kwa sababu sasa tunataka kusoma neno lako, tunaomba ukaweze kutupa uhai wa kulisoma tukiwa ndani yako na maarifa. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Nitasoma neno la Mungu asubuhi ya leo kutoka kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu mlango wa 25 kuanzia mstari huo wa kwanza hadi 13. Ni maneno ya mwisho na ufundisho wa Yesu Kristo wa mwisho alipokuwa anataka ama akokaribia kutoka katika ulimwengu huu. Tusome pamoja. Wakati huo ufalme wa mbinguni utafanana na wasichana 10 waliochukua taa zao wakaenda kumlaki bwana harusi. 5 miongoni mwao walikuwa wapumbavu na 5 walikuwa wenye busara. Wale wapumbavu walichukua taa zao lakini hawakuchukua akiba ya mafuta. Lakini wale wenye busara walichukua mafuta katika chupa pamoja na taa zao. Kwa kuwa bwana harusi alikawia kuja, wale wasichana wote walisinzia. Wakalala. Usiku wa manane kukawa na kelele, haya, bwana harusi anakuja. Nendeni kumlaki. Hapo wale wasichana wote wakaamka, wakazitayarisha taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wale wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawaambia, hayatutoshi sisi na nyinyi. Afadhali mwende dukani mkajinunulie wenyewe. Basi wale wasichana wapumbavu walipokwenda kununua mafuta, bwana harusi akafika, na wale wasichana waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye katika jumba la harusi. Kisha mlango ukafungwa. Baadaye wale wasichana wengine wakaja, wakaita, Bwana, tufungulie. Lakini yeye akawajibu, nawaambieni kweli, siwajui ninyi. Kisha Yesu akasema, kesheni basi, kwa maana hamjui siku wala saa. Bwana asifiwe. Siku ya leo tutajifunza maneno ambayo Yesu alifananisha
na ule ufalme alioenda kutuandalia. Akaufananisha na wasichana 10. Tumeambiwa ya kwamba vizuri 5 walikuwa werevu na wengine 5 walikuwa wapumbavu. Ni kweli wote walikuwa na habari na walikuwa wamealikwa kwenye harusi. Hakuna mmoja ambaye hakuwa amealikwa. Wote bwana harusi alikuwa amewaalika. Na wakaanza kujitayarisha siku ya harusi. Na pia jambo ambalo ni la kufurahisha, wote walijua wanaweza kufika wakati kukawa na giza. Ndipo kila mmoja aliweza kuchukua taa. Na taa wakaziweka mafuta. Tofauti ni kwamba hawakuelewa wengine inaweza chukua muda na mafuta ambayo tumeyatia kwenye taa yakaisha. 5 wakajua ndio tuna taa ambazo tumezijaza mafuta, lakini huenda ikawa bwana harusi akichelewa na usiku ni mkubwa, taa haya mafuta yanaweza kutukesha. Wakasema heri tuchukue akiba. Wengine wakatosheka na yale mafuta ambayo wameyatia kwenye taa. Yesu alikuwa anataka kutuandaa ya kwamba katika maisha haya ya Ukristo tunapaswa kuwa watu werevu. Kwa sababu ule muda ambao Yesu Kristo atatuacha hapa ulimwenguni hatuwezi kuelewa ni muda gani. Na kwa sababu hii dunia imejaa mambo mengi sana, tunapaswa kama Wakristo kuwa watu werevu. Tunaelewa ni mambo gani ambayo tunaweza kudumu ndani yake. Hata kukiwa na matatizo, sisi tukae macho tukijua ya kwamba Yesu Kristo yuaja na anaweza kuja wakati wowote. Kwa hivyo hakuna wakati wa kusinzia. Tunakuwa macho tukijua ya kwamba anaweza kuja usiku, anaweza tokea mchana. Anaweza kutoka nikiwa kazini, anaweza nipata nikiwa nimelala. Anaweza kuja hata nikiwa kanisani. Lakini kunao Wakristo ambao wanangojea ishara. Wengine wanaelewa ya kwamba wataangalia mambo kama haya wajue ni leo. Yesu atakuja leo. Tumaini lao limeenda chini sana. Tumeambiwa hawa wasichana walipofikia wakati wa bwana harusi kuja, kelele zilikuwa nyingi. Alafu wote wakaamka. Wakapata wale ambao hawakubeba akiba, wakapata taa zao zimeanza kuzimika. Kwa hivyo hawatakuwa na nafasi ya kuelewa na kuona ni mambo gani ambayo yanaendelea. Ndipo wakawaomba wenzao. Walikuwa marafiki, ndio. Lakini hata tukiwa marafiki katika Ukristo, kuna mambo mengine ambayo mtu anapaswa kujiwekea yeye mwenyewe ya kumtumikia Mungu. Unajua Mungu si lazima atumikiwe na kundi. Ni kila mtu kwa nafasi yake. Hawa wasichana walikuwa werevu sana. Hawakushawishika. Na pia tukiwa katika maisha haya ya Ukristo, tunapaswa kuwa werevu kwa sababu wengi watatukujia na njia tofauti. Watatupembeleza, watuonyeshe hata tukikosa kufanya leo, si tutafanya kesho. Usiweze kushawishika na mambo ya ulimwengu. Kuwa mwerevu. Sema hapana. Mimi siwezi kujihusisha na mambo kama hayo. Mimi ninamjua Mungu ninayemfuata. Si kama hizi kuna mambo mengi ambayo yanaweza kupotosha watu. Wengi wanataka mshirikiane katika mambo ya kiulimwengu. Lakini unapaswa kusema hapana. Nyinyi endeleeni na mambo yenu na sisi tutaendelea na mambo yetu ya Kikristo. Hawa wasichana walikuwa werevu, hawakungojea kushawishika. Na sisi wa Kristo tusiweze kushawishika kwa sababu Kristo anatujali. Tuwe wavumilivu.
tukiwa tayari kila wakati. Unajua, unaweza kuondoka ulimwenguni wakati wowote, hata kabla Yesu hajakuja. Kwa hivyo usingoje ukiona Yesu Kristo ndio atakuja kutuchukua. Hapana, wakati wako wa kuondoka ulimwenguni unaweza ukafika wakati wowote. Si lazima uwe mgonjwa, si lazima uwe ati na mambo kama haya ya kuonyesha ya kwamba ni kama maisha yangu yamefika mwisho. Hapana. Maisha ya mtu yanaweza kuisha kila wakati. Na ndipo Yesu anatuhimiza ili tuwe watu wa kumngojea Kristo, tujiandae. Tuweke mambo yetu kila wakati yakiwa mazuri. Tudumu katika maisha ya Kristo tukiwa tumejiandaa. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, hakuna wakati wa kuzinzia. Hakuna wakati wa kurudi nyuma. Ni wakati wa kuwa macho, kwa sababu Bwana Yesu anaweza akarudi kila mara. Kwa hivyo usiweze kuregea, jikaze, ili hata kama maisha yetu yataisha, sisi tuende tukiwa wakamilifu. Na hata kama Yesu atatupata, tuwe tuko katika hali nzuri. Mtazamaji, jitie nguvu, usisinzie, kuwa macho, kwa sababu Yesu Kristo anaweza kuja kila wakati. Na Bwana na alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Mungu wetu, asante kwa fundisho lako ya siku ya leo, ya kutuamsha tusiweze kusinzia, kwa sababu mwana wako Yesu Kristo anaweza kurudi kila wakati, na sisi hata pia maisha yetu yanaweza yakaisha kila wakati. Kwa hivyo tupee nguvu na hekima ya kuendelea na kudumu katika kazi yako, tukijua na tukitarajia kuja kwako kwa mwana wako Yesu Kristo mara ya pili. Tuinue, tutie nguvu na endelea kuwa pamoja nasi. Na ni katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amina. Asubuhi ya leo tumeweza na kuona kwamba kuna haja ya kujiandaa, kukaa tukiwa tayari kila wakati. Wakati ambao unafaa na wakati ambao haufai. Na tukaweza na kufundishwa juu ya wasichana 10 ambao 5 walikuwa ni werefu, wengine 5 walikuwa ni wavumbavu ama wajinga. Je, wewe uko katika kundi gani? Maana hilo fundisho tumeweza na kuonyeshwa, na huo mfano tukaweza na kuonyeshwa. Wao werefu walikuwa na mataa yao na wakaweza na kuweka akiba ya mafuta taa. Wali ambao sio werefu, wali ambao ni wavumbavu, walikaa tu na mafuta ambayo walikuwa anasema haya yanatosha. Wakati ambapo bibi harusi alikuwa anaingia usiku wa manane, taa zao zilikuwa hazina mafuta kamwe. Je, wewe uko tayari kila wakati? Unamngojea Yesu Kristo kila wakati, ama unasema wacha ninaona tu atakawia kiasi, wacha nifanye haya na yale, wacha niingie katika ulimwengu kwanza, wacha nijaribu haya? Wakati ambapo unaingia pale kujaribu, usikie kwamba wakati umeweza na kufika. Je, utakuwa mpumbavu ama utakuwa mwerefu? Tujiandae kila wakati, tukae tukiwa tayari na tukiwa tuko na msimamo. Kama uliamua wewe ni kati ya lile kundi ambalo ni la wasichana werefu, kaa pale ukiwa mwerefu kila wakati, ukiwa yule ambaye anajitunza, anajituma, anaangalia hata na majira. Mwenyezi Mungu na akubariki na uwe na weekend ya baraka na neema yake ikutoshe. Kwa wale ambao wanaweza kuwa na hafla tofauti, wengine wanaweza kuwa na zile ambazo wanasherehekea, wako na furaha, uwani na kukumbusha ukaweza na kufurahia katika njia ambayo inaweza na kumpendeza Yesu Kristo. Na wale ambao mnaweza kuwa mnalia, mnasindikishwa wapendwa wenu, ni maombi yangu ya kwamba Mwenyezi Mungu akawafikia, Mwenyezi Mungu akawapanguze machozi, akawafariji, akaweza na kuendelea na kuwatia nguvu na kuongezea tu moyo, kwa sababu ninajua hilo ni jambo ambalo huwa linauma, lakini Mungu akaweza na kuwatia nguvu tu. Na muwe na wakati mwema na siku njema. Shalom.